Ndugu zangu wa Tanga, nikisimama katika ardhi hii ya Tanga, huwa siachi kumkumbuka mzee wetu almarhum Ali Mohamed Kibao Al-Buhuri, ambaye alichukuliwa na watu ambao, ili inabidi niliseme tu, pamoja na kuwa huko nyuma nilisema wakataka kunikamata na kunibambikia kesi ya mauaji ya Ali Kibao, lakini hili lazima niliseme tena na tena mpaka watawala watakapochukua hatua juu ya mauaji ya Ali Kibao. Siku ile wakati wanamchukua Ali Kibao kwenye basi Dar es Salaam, bahati nzuri ndani ya basi lile, pembeni ya dereva, kulikuwa na askari mstaafu. Kwa hiyo walipoingia wale watu kumchukua kwenye basi, wameingia na bunduki zao, wameliteka basi. Kondakta na dereva wakataka, kwa sababu basi liko chini yao, wahoji juu ya kile kilichokuwa kinaendelea kwenye basi. Yule askari mstaafu ndio aliyewaambia, tulieni, hamtaweza kufanya kitu, kwa sababu kwa aina za bunduki waliobeba watu hawa sio bunduki za polisi, ni bunduki ambazo zinatumiwa na watumishi wa idara ya usalama wa taifa. Mimi baada ya kupata maelezo hayo, nilizungumza kwenye vyombo vya habari, nikasema watuhumiwa wakuu wa mauaji ya Ali Kibao wanaopaswa kujibu ni idara ya usalama wa taifa. Lile likawakosa, lakini nataka nitumie mkutano huu wa Tanga kumkumbusha Rais Samia, mara baada ya mauaji ya Ali Kibao, Rais alitweet, aliandika ujumbe, akasema vyombo vya dola vichunguze. Huo ulikuwa ni mwezi wa 9 mwaka jana, lakini siku kadhaa baadaye Rais akiwa Moshi kwenye shughuli ya jeshi la polisi akatoa kauli akiwajibu mabalozi waliokuwa wanadai uchunguzi dhidi ya mauaji ya Ali Kibao. Akafananisha kifo cha Ali Kibao kama ni sawa na vifo vingine vya kawaida, na akawafunga mkono mabalozi. Rais Samia, mimi nataka kutumia fursa hii ya mkutano wa Tanga kumtaka Rais Samia atoe maelezo kwa umma, amechukua hatua gani mpaka sasa kwa vyombo vya ulinzi na usalama kushindwa kutekeleza maagizo yake juu ya uchunguzi wa kifo cha Ali Kibao. Ukimya wa rais na ukimya wa vyombo vya dola juu ya mauaji ya Ali Kibao
inaendeleza ushahidi kwamba Rais Samia na vyombo vya dola wanajua ni wakina nani waliomuua Ali Kibao. Sasa kuna jambo ambalo sisi viongozi hatujalisema sana huko nyuma, leo niliseme kidogo hapa Tanga. Maana tulipokuja hapa Tanga kumzika Ali Kibao, kuna watu wa Tanga mlikuwa mnajiuliza, sasa mzee huyu almarhum Ali Kibao Al-Buhuri imekuwaje mpaka ameuawa? Ali Kibao alikuwa mtaalamu katika sekretarieti ya chama, ambao mimi ni mwenyekiti, nilikuwa mwenyekiti wake kipindi chote ambacho Ali Kibao alikuwa anatumikia kwenye sekretarieti. Watu wa serikali, watu wa mfumo walikuwa wanamfahamu Ali Kibao pengine kuliko wananchi wa Tanga mliokuwa mnaishi naye. Watu wa mfumo walikuwa wanajua namna ambavyo Ali Kibao chini kwa chini alikuwa akishirikiana na ngazi mbalimbali za chama kutengeneza mtandao wa ndani wa chama wa mapambano ya kisiasa ya kidemokrasia ya uchaguzi wa haki kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Alizunguka maeneo mbalimbali ya nchi akatumia utaalamu wake. Watawala hawa wenye nia ya kuiba uchaguzi wakaona mtu mmoja wapo wa kumuondoa mapema sana ni Ali Mohamed Kibao. Kwa mimi na mhesabu Ali Mohamed Kibao kama moja ya wahanga wa mifumo yetu mibovu ya uchaguzi na uporaji wa haki unaofanywa na CCM hapa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanga, nazungumza na nyinyi nikiwa najua nyinyi ni wapinzani, nyinyi hamuitaki CCM kwa sababu nyinyi hapa Tanga mjini, labda tuzungumze Tanga za pembezoni, majimbo ya pembezoni, lakini hapa Tanga mjini mna uzoefu wa kuchagua upinzani. Asanteni sana, nyinyi ni wapinzani. Lakini katikati ya mwamko wenu, msimamo wenu wa kuikataa CCM, mna kumbukumbu mbaya. Mna kumbukumbu ya uchaguzi wa 2019, mna kumbukumbu ya uchaguzi wa 2020, mna kumbukumbu ya uchaguzi wa 2024. Kwa kumbukumbu hizo za kuondoka kabisa kwa uchaguzi huru, hata kwa ishara, hata kwa dalili ya kuondoka kwa uchaguzi wa haki, sisi Chadema tumechukua msimamo kwamba bila mabadiliko ya kikatiba na kisheria hakuna uchaguzi, no reforms, no election. Sasa ni wahoji Tanga, kwa sababu na wahoji nyinyi Tanga, kwa kuwa sisi Chadema tulivyochukua msimamo wa no reforms, no election, watawala wakaamua kuviita vyama Dodoma, vyama vyote 19. Wakati wanaita vyama Dodoma, makatibu wakuu wakasaini maadili ya uchaguzi. Wakati huo ile taarifa iliyotolewa na msajili wa vyama vya siasa ya kusema kwamba hataki niitwe tena katibu mkuu wa Chadema ilikuwa haijatoka, si ndio? Kwa wakaita vyama Dodoma. Anatakiwa kwenda kusaini maadili ni katibu mkuu wa chama. Mimi nikatafakari msimamo wa chama wa no reforms, no election. Nikatafakari hasira ya wananchi mitaani, baba mnasema kura haina tena maana. Katibu mkuu si kwenda wakati huo Dodoma kusaini haya maadili ya uchaguzi. Sasa
vyama 18 vikaenda CCM na vyama 17 vinavyojiita vya upinzani, lakini vikaenda kufuata matakwa ya CCM, vikaenda Dodoma. Nataka niwahoji Tanga, kwa sababu wako wanaopenyeza maneno kwamba msimamo wa Chadema ubaki na Chadema peke yake, lakini wako wananchi ambao wapinzani lakini wanataka kushiriki uchaguzi kwa mazingira haya. Niwahoji Tanga, wangapi mnakubaliana msimamo wa Chadema wa no reform no election? Vidole viwili juu Tanga, vidole viwili juu. Na sasa isiwe tu ishara ya vidole, sauti zenu zisikike. Nikisema no reforms, mnasema no election. No reforms, no reforms, no reforms, no reforms, no reforms. Asanteni sana. Sasa watawala hawa, ili kujaribu kujenga imani kwa jamii ya kimataifa kwamba kuna uchaguzi Tanzania, wakati kimsingi hakuna tena uchaguzi, wanavifadhili vyama viwili vya upinzani ili vije vishiriki uchaguzi na mazingira haya ili kuhalalisha uchaguzi haramu, uchaguzi dhalimu, uchaguzi wa dhulma. Niwaombe Tanga kwamba vikija vyama vinavyojiita vya upinzani ambavyo vimekubaliana na msimamo wa CCM wa kushiriki uchaguzi katika mazingira haya, hata kama wewe ni mwanachama wa chama hicho, waambie viongozi, hapa mnatukosea, hapa mmekosea. Tanga anataka kuwahoji hilo vile. Wale ambao mtasimama na msimamo wa no reforms no election bila mkujali msimamo wa vyama vyenu, naomba vidole viwili juu Tanga ya wananchi kwamba wote wanaunga mkono no reforms no election bila kujali vyama. La tatu, ndugu zangu wa Tanga, mabadiliko gani tunayo ya hitaji? Maana CCM na watawala wanapita wakisema unajua rais amekwisha fanya reforms, amekwisha fanya mabadiliko, wanadai eti kumetungwa sheria mpya ya uchaguzi inaitwa sheria ya tume huru ya uchaguzi. Alafu wanasema kumeundwa sheria mpya ya kura za udiwani, ubunge na urais ya mwaka 2024. Kwa wanasema sasa mama ameshafanya reforms. Na ukiwauliza wanakujibu vitu viwili. Wanakwambia moja, hii sheria inaitwa ya tume huru ya uchaguzi imeweka utaratibu kwamba sasa kabla rais hajateua mwenyekiti, makamishna, mkurugenzi, anapokea mapendekezo kutoka kwenye kamati ya uteuzi inayoundwa na jaji mkuu, mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu, jaji mkuu wa Zanzibar na kadhalika. Wakija na maneno hayo, waambieni, waseme ukweli kwamba ndani ya hiyo sheria inayoitwa ya tume huru ya uchaguzi kumewekwa kifungu cha sheria. Hiyo sheria iliyopitishwa 2024 ina kifungu kinasema baada ya sheria mpya kutungwa, tume iliyokuwepo itaendelea na kusimamia uchaguzi kama kawaida. Ndio maana ninavyozungumza na nyinyi, mwenyekiti wa tume ambayo sasa inaitwa huru ni yule aliyekuwa mwenyekiti wa tume kabla haijaitwa huru, Jaji Mwambegele. Mjumbe wa tume ni Ramadhani Mapuri aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM, alikuwa mjumbe wa tume kabla, sasa anaitwa mjumbe wa tume huru. Mkurugenzi anayesimamia uchaguzi anaitwa Ramadhani Kailima. Ramadhani Kailima ndio aliyekuwa mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi
Mwaka 2015 ukawa tulipokuwa na mgombea Edward Lowassa, mwenza wake akiwa Babuduni, wakaiba uchaguzi 2015. Mkurugenzi aliyekuwepo 2015 anaitwa sheria hiyo ni mbovu, haijakidhi haja kwa sababu hawakuanzia kwenye katiba. Walipaswa waanze kwenye katiba. Ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza ya katiba, waondoe mamlaka ya rais kuteua tume. Waende ibara ya 74 ibara ndogo ya 5 ya katiba inayosema rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM ana mamlaka, akitaka kuiondoa tume wakati wowote anaweza kuiondoa. Tukawaambia warekebishe kwanza katiba. Ibara ya 74 ibara ndogo ya 10 ya katiba inayosema kwamba tume ikifika hapa Tanga kusimamia uchaguzi, katiba inailazimisha tume kutumia watumishi wa umma wa halmashauri, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa na watumishi wengine wa umma. Tumesema futa hiyo, badala yake tume huru iruhusiwe kwa ajili yenyewe watumishi wake huru wa kusimamia uchaguzi ngazi zote. Tunawaambia futa kwenye katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya 12 ya katiba inasema hivi: tume hii imekingwa kwamba tume ikimwangua mgombea wa upinzani, ikizuia upinzani kufanya kampeni, huwezi hata kwenda mahakamani kwa sababu ibara hiyo ya katiba imeikinga tume dhidi ya mashtaka yoyote. Ndugu zangu, tunahitaji marekebisho haya. Wao wanakuja kutuambia eti kubalini kukwenda kwenye uchaguzi kwa sababu eti wametunga sheria kwamba sasa mgombea akiwa mmoja atapigiwa kura ya ndio na hapana. Lakini kwenye sheria hiyo hiyo hajaweka utaratibu wowote kura ya hapana inapigwaje, wakala wa kusimamia kura ya hapana anaingiaje, matokeo yake ni nini. Kura hiyo ni kiini macho, kwa sababu siku ya kura atakuwepo polisi, atakuwepo wakala wa CCM, atakuwepo mtendaji ambaye yuko upande wa CCM. Kura za hapana zitahesabiwa hapo, zitahesabiwa hapo. Ndio maana msimamo ni nini? No reforms, no election. Nimalizie kwa jambo moja. CCM wamezindua ilani yao ya uchaguzi. Kipindi kingine cha CCM kuwatapeli wa Tanzania. Katika ilani hiyo CCM imeandika kwamba Watanzania ichagueni CCM, alafu eti ingie madarakani, alafu CCM iandike katiba mpya kati ya mwaka 2025 mpaka 2030. Nataka kuwakumbusha Tanga, hii sio mara ya kwanza CCM kuandika ilani ya kuahidi kuuisha na kukamilisha mchakato wa katiba. Ukienda kuchukua ilani ya CCM ya mwaka 2015 2020, ahadi hii walioiandika sasa waliandika wakati huo na hawakuitekeleza. Lakini si ilani ya CCM. Rais Samia alipoingia, tumekaa naye kwenye mazungumzo Mei 2022, tumemweleza namna ya kuendeleza mchakato wa katiba mpya kabla ya mwaka 2024 katiba mpya ipatikane. Tukaingia kwenye mazungumzo ya mwaka mzima. Tulichobaini kwenye mazungumzo hayo, CCM haitaki katiba mpya kwa sababu moja, haitaki madaraka ya rais yapunguzwe, haitaki uchaguzi huru na haki, haitaki wananchi kupata haki za msingi. Kwa hiyo nawaambia Tanga, msikubali wa utapeli wa CCM na tuendelee na safari ya kuiondoa CCM madarakani ili tuingie kuongoza nchi, tuandike katiba mpya kwa niaba ya Watanzania. Tupige kura kuhusu hilo. Kama hukubaliani na utapeli wa ilani ya CCM, kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi.